Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran yamelenga tena miundombinu muhimu ya usafiri ya mafuta katika Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwemo bandari kubwa ya Fujairah na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai. Tukio hilo limeongeza hofu ya kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Ghuba. Ndege katika uwanja wa ndege wa Dubai zilisitishwa kwa muda siku ya Jumatatu baada ya moto kuzuka karibu na eneo la uwanja huo kufuatia tukio lililohusishwa na ndege zisizo na rubani, huku baadhi ya safari za ndege zikicheleweshwa na nyingine kufutwa. Wakati huo huo, moto mkubwa uliripotiwa katika bandari ya Fujairah baada ya shambulio la droni kulenga eneo la viwanda vya kuhifadhi mafuta. Bandari hiyo ni miongoni mwa vituo vikubwa vya kuhifadhi mafuta katika Mashariki ya Kati. Katika tukio jingine, shambulio la roketi lililenga gari katika eneo la Al-Bay karibu na mji mkuu wa Abu Dhabi, lililosababisha kifo cha raia mmoja wa Kipalestina, huku ofisi ya habari ya Abu Dhabi ikithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Wizara ya Ulinzi ya UAE imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kudungua makombora 6 ya ballistic na ndege zisizo za rubani 21 siku ya Jumatatu. Taarifa hiyo inaeleza Iran imezindua zaidi ya makombora na droni 1900 dhidi ya UAE tangu vita kati ya Marekani, Israel na Iran vilipoanza. Mashambulizi hayo yameathiri pia sekta ya nishati baada ya droni kugonga tanki la kuhifadhia mafuta katika bandari ya Fujairah na kupelekea shughuli za upatikanaji wa mafuta kusitishwa kwa muda wakati tathmini za uharibifu zikiendelea kufanyika. Bandari ya Fujairah ina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu iko katika Ghuba ya Oman badala ya Ghuba ya Uajemi, huku hali hiyo ikiruhusu meli kusafirisha mafuta bila kupitia katika mlango wa Hormuz, ambao mara nyingi umekuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi. Wachambuzi wa nishati wamesema kuwa shambulio hilo linaonyesha udhaifu wa miundombinu ya mafuta katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, viongozi na wafanyabiashara wa Dubai wanaamini uchumi wa jiji hilo utaendelea kuwa imara licha ya changamoto zinazowakumba. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.